Yes sir. Bwana basi ndani ya nyumba tena ya pa sauti bomba sana. Inapigwa live kutoka ZC Production jumba la Putani. Langu jina ni Tefalu DJ kama kawa kama dawa kama kawaizo. Tuende katika episode ya kwanza tutamsidia bomba sana. Wanasema chuma inafahamika kwa jina la The Connect, yani muunganiko. Basi hatimaye tunaanza episode ya kwanza tu katika maeneo fulani katikati ya jiji la Sona. Hapa kuna bwana mdogo anaonekana akiwa na mbamba sana. Ni majira usiku, yani usiku mkali sana. Bwana mdogo huyu akiwa anatembea katika mitaa, kuna gari moja iliweza kufika, na katika hii gari walifika kwa ajili ya kuhitaji kumkamata bwana mdogo wao. Watu wanadili na biashara za viungo vya binadamu, hivyo walikuwa wanahitaji kumchukua bwana mdogo ili wakamilishe nafasi yao ya kufanya biashara yao. Basi moja kwa moja bwana mdogo alijikuta tayari yuko ndani ya maabara, na hapa kilichokuwa kinahitajika kufanyika ilikuwa ni operation tu ya kutoa viungo vya bwana mdogo, kwani watu hawa walikuwa na uhitaji mkubwa sana wa viungo ambavyo vinaonekana viko ndani ya mwili wa bwana mdogo, kiwemo macho, figo na vitu vingine zaidi. Operation ilianza na mambo yalianza taratibu kwa ajili ya kukamilisha hatima kile ambacho walikuwa wamekiandaa. Sasa ilifika stage mpaka wakafanikisha kutoa macho ya bwana mdogo, na hapa operation bado ilikuwa ikiendelea kusonga taratibu. Bwana chuma yafahamika kwa jina la The Connect. Kwa hiyo tulia hapo taratibu, nitakuletea mwongozo ambao utakufanya uelewe vizuri sana tamthilia bomba sana hapa kutoka mjini Soap pale Korea na The Chosen One. Basi upande wa pili kuna mtu anadai ya kwamba webu yake ina picha nzuri sana na vitu vingi sana vya kuvutia, hivyo kama utapenda ni vema ukajiunga. Ilikuwa ni alfajiri moja na mapema, kuna bidada anaonekana akiambamba katika mitana. Hapa kulikuwa na umati mkubwa sana wa watu ambao wamejaa wakiwa na shangaa miongoni mwa sanamu ambayo ilionekana na kivutio kikubwa sana kwa siku ya leo, kwani hata aliyeweka kujulikana ni mtu aina gani. Basi kila mtu alikuwa anahitaji kupiga picha tu, na wale wa paparazzi walikuwa wanahitaji kuchukua video kwa ajili ya kuposti kwenye blog mbalimbali kwa ajili tu ya promotion. Lakini pia kuna mwanadada na alionekana akiwa anapiga picha katika hii sanamu, na alikuwa anahitaji achukue makini zaidi. Lakini cha kushangaza ni kwamba hii sanamu ilianza kudondosha matone, ambayo matone yalikuwa ni kama matone ya damu. Hii ina maana ya kwamba ikupe picha ya kuamini ya kwamba hii haikuwa sanamu. Huyu alikuwa ni mtu ambaye amefanywa mauaji na kuwekwa katika muundo kama sana. Basi baadaye waliweza kuingia maskari akiwemo captain mmoja ambaye tutamuita detective Choi, na yeye ndo alifika kwa ajili ya kushuhudia juu ya nini ambacho kimetokea katika ile eneo ambalo inaonekana kuna sanamu imefanywa mauaji, lakini ndani alikuwa ni mtu. Baada ya kuingia katika kitengo maalum cha maabara, waliweza kugundua pamoja na kwamba mwili ule ulikuwa umefanywa mauaji, lakini pia mtu ambaye alikuwa amefanya mauaji aliweza kuweka alama yake pale. Kama unavyojua mtu anayechora anayefanya nini, lazima aweke logo yake pale kuonesha kwamba hiki kitu kimefanywa na mtu fulani. Kwa hiyo hata muuaji ambaye alifanya mauaji ya mwili wa mtu huyo alikuwa ameweka alama ya kujitambulisha kwamba yeye ndo artist ambaye amepaint ule mchoro. Hii itakushangaza zaidi. Sasa upande wa pili kwa bwana mdogo akiwa ametulia taratibu, anahitaji kupiga gita ili aendelee kupata burudani yake bomba sana. Yani anahitaji tu kujifariji, kwa sababu kwenye maisha anapitia vitu vingi sana na ubaguzi mkubwa sana kwa ile hali alionayo. Sasa akiwa anapiga gita anapata hisia ambazo zinampeleka mbali zaidi. Hapa anakumbuka kumbukumbu ya zamani sana. Miongoni mwa vitu ambavyo ilikuwa ni ndoto yake ilikuwa ni kusikiliza wimbo wa mtu mmoja maarufu sana, lakini cha kushangaza ni kwamba aliweza kupata maono ya upande wa pili, na huku ni sehemu ambayo anapatikana Zekila. Ina maana katika huyu mtu ambaye anafanya mauaji ana muunganiko na bwana mdogo. Ni kwamba jicho moja la bwana mdogo lipandikizwa katika mwili wa Zekila. Ina maana bwana mdogo anaweza akaona kile ambacho kinafanyika upande wa pili, na hapa iliweza kuonekana ile alama au logo ambayo ilitumika katika mauaji ya yule binti ambaye aliuawa kwa mara ya kwanza. Hii sikupe picha ya kuamini ya kwamba mtu huyo ambaye anafanya mauaji ni very professional. Unaweza kumuita serial killer kwa sababu anaonekana ndo alichukua nafasi ya kutumia jicho la bwana mdogo kuweka upande wa pili. Hapa tupate bahati ya kuiona sura yake, lakini anaonekana ni mtu ambaye ana fedha nyingi sana na ana utajiri mkubwa. Hii inamkumbusha bwana mdogo katika hatua ile kipindi ambapo alikuwa anafanyia operation ya ajabu, na hapa anatupa habari namna ambavyo aliweza kuchukuliwa jicho lake moja. Ilikuwa ni namna hapa. Baada ya kufanyia operation na kutolewa baadhi ya viungo pamoja na macho, muda baada ya kupita kidogo, bwana mdogo alianza kuvibrate, na hii ilimshtua sana hata yule mtu, hivyo ilimpa ya mashaka zaidi. Bwana huyo akiwa anapokea simu upande wa pili kwa bwana mdogo, tayari
alikuwa na uwezo wa kulikava, yani anajiunga yale maeneo ambayo yamefanywa upasuaji na kufanya mwili wake urudi katika hali ya upya zaidi. Ndio maana chuma nimekuambia inafahamika kwa jina la connect, yani mkusanyiko ambao unatengeneza muunganiko zaidi. Hii ilimshtua sana hata mtu ambaye alifanya operation. Basi bwana mdogo baada ya kuinuka katika kile kitanda, alichofanya alihitaji tu kuchukua jicho lake na aweze kurejesha. Sasa kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya, alifanikisha kurejesha jicho moja, hivyo jicho lingine lilikuwa limechukuliwa na kupandikizwa kwa mtu mwingine. Ndio maana inaleta kizaazaa zaidi. Sasa unafikiri ni nini ambacho kitajiri? Endelea kuungana nasi kwa sababu hii hapa inapigwa kizazi zaidi. Tulia, tunaunga hapo hapo. Alego yo ziguze kidude Tala Bintibu, tuendelee kusonga na burudani bomba sana ya The Connect. Au sio? Wasema basi mwanaume baada ya kupa hadithi ya juu kile ambacho kilitokea kwa wakati ule, akiwa ametulia mambo alikuwa akiendelea kuwa, lakini kazi ilikuwa ni kwa upande katika kituo cha polisi. Huku wanajiuliza muuaji ni kwa nini anafanya mauaji ya namna hii, na hii inampa kazi sana Mr. Choi kuweza kutambua kwa nini muuaji anafanya mauaji ya katili kiasi hiki. Lakini katika kitengo kikubwa cha polisi huku Detective Paki alikuwa anajaribu kutoa maelezo ya kwamba haya mauaji yaliyofanyikaga pia kipindi fulani, hivyo inatupa picha kwa kuamini kwamba huyu anaweza akawa ni serial killer, kwa sababu namna ambayo yamelifanya tukio hili ni kama limejirudia sana, na mtu ambaye mmoa ni binti mdogo sana wa chuo. Ina maana huyu anaua wanawake tu ambao wanakuwa ni wadogo, hana uhusiano wote na mauaji kwa jinsia ya watu wa kiume. Sasa hii kazi yake ni kuhakikisha anaua mabinti wazuri sana. Hii ilikuwa ilimpa wakati mgumu sana Mr. Choi, ajisi ni kama mtu ambaye anashindwa kukamilisha kazi, kwani kwa mauaji yaliyo kutokea kipindi cha nyuma walifeli, na wakati wanaona kama ni watu kufeli. Sasa upande wa pili kwa mkali Dong-so katika eneo la mitaa, huku ashuhudia kuna mzee mmoja ananyanyaswa sana na wanafunzi wakidai kwamba yeye anaweza kama husika na mauaji ya yule binti. Lakini pia mkali wa kufahamika kwa jina la Dong-so alijaribu tu kumtoa mzee huyu na kumwambia aende zake, na hapa alijaribu tu kuambia vijana ingekuwa ni vema kama ongeza kuachana na huyo mzee, alafu kila mtu angeza kuchukua nafasi yake. Lakini madogo walichoamua ni kuamua kumsheneta tu mkali Dong-so. Basi bwana mdogo alijaribu kuzuia, lakini kadri muda unavyozidi kwenda ndipo alipozidi kupokea kichapo. Lakini kuna makosa ambayo yalifanyika. Kwa bwana mdogo aliweza kuchukua kisu kwa ajili ya kutaji kumpunguza uzito bwana mdogo. Yani alichokifanya ni kwenda kukata katika eneo la sikio la mkali ambaye anafahamika kwa jina la Dong-so, na hii iliwafanya wagundue sehemu ambayo amecheza ni sehemu ya hatari zaidi, kwani baada ya mwanaume kuweza kuachia hicho kitu ambacho kilikuwa kimeziba jicho lake, waliona kitu cha ajabu sana. Na sasa hivyo mwamba alichukua lile sikio na kuhitaji kulirejesha katika eneo lake. Lakini hapa alikuwa anakumbuka story ya zamani sana kwamba ashawahi kuitoga mzimu, monster na kiumbe cha ajabu kutokana na hiki ambacho aliwahi kukifanya nyuma zaidi, kwa sababu yeye ana uwezo wa kuunganisha kile kitu ambacho kimekatika. Ndio maana chuma nimekuambia inafahamika kwa jina la The Connect. Basi hatimaye wanaume aliweza kurejesha sikio katika eneo lake. Hiyo ni hatari. Madogo akiwa njiani walikuwa wanashangaa sana, lakini kukutana na bwana mmoja na wakadai kwamba wamekutana na mtu ajabu sana. Moja kwa moja yule bwana mkubwa alifikisha taarifa kwa bwana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Mr. Kim, na huyu Mr. Kim anatafuta sana watu wenye uwezo wa namna ile, yani uwezo wa kuweza kujiunga, kwani anasema endapo atapata watu hao inaweza ikampa nguvu ya kuishi muda mrefu zaidi. Huyu ndo Mr. Kim mwenyewe. Lakini kipindi anatoa zile taarifa, kuna mtu upande wa pili alikuwa ana akili system, yani kwamba anadukua zile taarifa, na hapa alisema bingo, yani kwamba deal imeenda sawa. Ina maana amefanikiwa kwenye kile ambacho alikuwa anakitafuta kwa muda mrefu sana. Basi bwana mdogo baadaye aliambamba katika maeneo ambayo yalikuwa yameandikwa Karaoke kwa wale mabwana ambao walimteka kwa mara ya kwanza, na hapa alikuja tu kwa ajili ya kuhitaji kupata jicho lake. Lakini mambo yalikuwa magumu sana, kwani wanaume walianza kumkimbiza tena wakidai bado anahitaji kumfanyia operation ya pili. Hii ilimfanya bwana mdogo ajitahidi kutafuta namna ya kuokoa maisha yake. Lakini pia kuna bibie ambaye anaonekana katika msafara huyu, hatujui ni nani na nini ambacho amefuata. Hatimaye bwana mdogo alikutana na kisago, lakini alianza kukabiliana na watu hawa, na hii ilikuwa tu ni kwa ajili ya kujiwekea self defense ili asije akapoteza. Baada ya kukimbia na kuvuka katika eneo moja la treni, ghafla alichukuliwa na mtu ambaye kwa sisi hatukuweza kuiona sura yake, lakini huyo alikuwa ni yule bibi. Alimwambia nafikiri ungepita upande ungekuwa ni salama zaidi kwa upande wake. Lakini mwamba aligeuka na kumtazama sana bibi, lakini hakuona kitu chochote. Hii ilimshtua zaidi. Sasa upande wa pili kwa mkali
Baada ya kufika juu kabisa katika kilele cha gorofa, hapa ndipo alipotokea bibi na kumwambia, siwezi kukuambia mimi nafanya kazi na mtu gani, ila ninachoamini huenda wewe ni miongoni mwetu sisi. Hii ilimshtua sana Mkali. Bibi alichokifanya, alimkata Mkali katika eneo la goti, hivyo alikuwa anahitaji kuangalia ni nini ambacho kitatokea. Na baada ya kumkata Mkali tu, lile tukio liliweza kujirudia tena, yani muunganiko wa mwili wa mwamba baada ya kukatwa, na hii ilimfanya bibi atabasamu sana kuona amefanikiwa kwenye kile ambacho alikuwa amekitafuta kwa muda mrefu zaidi. Hatimaye bibi alimrusha Mkali kutoka katika eneo la gorofa juu kabisa, akiamini kwamba huyu hata akifika chini hatavunjika, na kweli mwanaume baada ya kufika chini alijiunga na kuendelea na safari yake. Hii ilimfanya bibi aongee neno moja ambalo hata sisi litushtua sana. Bibi alisema welcome, yani karibu. Sasa ni kwa nini bibi anasema karibu na mwamba yuko katika kizaza kizito zaidi? Utakwenda kujua mengi zaidi katika episode ya pili tu ya mzigo bomba sana hapa. Waze connect, kumbuka pigo live kutoka TC Production Jumba la Burudani. Utatisha kwa kulike, kucomment na kusubscribe ili mambo endelee kwa sawa zaidi.